What's up everybody, and thank you so much for joining us. This is Masiga TV, na kama hauja subscribe kwenye YouTube channel ya kwetu, make sure that you do that because utakuwa unapoteza vitu mingi sana kwa kutotufuatilia. And so today guys, welcome to what we're going to talk about today, and this is concerning one of the musicians ambaye amekuwepo for some time hapa nchini Kenya, na ni mwanamke. She's known as Akode. Akode amekuwa mwimbaji for some time. She's a musician, she's a businesswoman, brand ambassador, anafanya vitu mingi zaidi. And so tangu aanze kufanya biashara zake na muziki, she has made a lot of fortune, that is in terms of money na zile assets ambazo ame acquire within that time. And remember, she also had a life ambayo ilikuwa ni ngumu sana before I get into music career. Zile siku ambazo alikuwa anateseka kwenye ndoa, alizaa watoto huko na ndoa haikumwendea jinsi ambavyo alikuwa ametarajia. Ama pia vile vile jinsi ambavyo wanasema kwamba ndoa huwa inabamba mafala. Maybe yake pia ilikuwa hivyo, but anyways, that is not what we are going to talk about. So today I want us to talk about issue ambayo Akode alikuja nayo recently after the death of Right Honorable Raila Amolo Odinga. Akode amekuja na akasema kwamba now Raila kivyake alikuwa amesema kwamba when he dies anafaa zikwe within 72 hours, right? So that did not happen. Why? Kwa sababu the state funeral ambayo serikali ilikuwa imepanga, so ilikuwa na issues ambazo zilikuwa zifanyike, mipango fulani ipangike ili issues zingie jinsi ambavyo ilikuwa inastahili. So hiyo ilifanya hakuzikwa within that 72 hours. And remember, Ogolla, General Ogolla pia alipofariki, he's also another Luo ambaye alipatiana information ama will kwamba pia yeye akikufa aziko within, I guess it was also within 72 hours. And same thing is now going to happen to Akode. Akode amesema kwamba yeye when she dies, siku yake ya mwisho akifunga tu macho hivi, she should be buried within 48 hours. Yes, hiyo ina maana kwamba within 2 days she should already be buried. Hii ni kitu ambayo haikuwa imewahi tokea haswa kwa yale maeneo ya Western Kenya, maeneo ya Nyanza pale. These issues has not been there, but now ni kama mambo imeanza kubadilika. So Akode anasema kwamba katika mazishi yake aziko within 48 hours, na kwa matanga yake hakuna kukula. If you want to eat, if unataka chakula, unataka sherehe ama karamu, make sure kama umekula kwako vizuri, umeendea kwako vizuri, kuja tu kwake pale ni mazishi ndio itakuwa ina happen peke yake, bila mulo, bila maji, no anything. And also one of the thing ambayo amesema, na it's also different kiangalia kwenye culture ya Waluya na Wajaluo, if she dies, she's not going to be buried, or she should not be buried kwake ama kwa any of her property. Yes, Akode anasema kwamba when she dies in those 48 hours anafaa kuzikwa katika cemetery. Yes, this is also a different thing ambayo amekuja nayo, but I guess people are trying to see what's life. Mtu anaangalia maisha ni nini, and then anaamua kuja na rules kama vitu ambavyo anaona kwamba hata yeye akifanyiwa, wale ambao wanabaki maybe hawatasumbuliwa sana, hawatateseka sana, hawataangaika sana, maybe as days are going by, people are trying to look life differently, people are seeing that differently. That is what Akode amesema. Amesema yeye azio kwenye cemetery, mahali yake, boma zake ambazo ako nazo, hizo anaachia watoto, and they should not be tampered with either by any grave, especially hers. So you Luyas, you Luos, you Kikuyus, you Akambas, you Kalejins, what do you think about the direction ambayo Akode amepatiana? Aje, what do you think about issues ambayo sasa hivi watu wameamua kwamba wakikufa wanapatiana muda ama mwelekeo jinsi ambavyo wanafaa kuzikwa after they are dead? What's your thought on that? This is Masiga TV. Till next time. Peace out.